Na wanachama wa klabu ya Yanga Afrika uko visiwani Zanzibar kuibuka na kutoa tamko la kuunga mkono kauli za viongozi wao wa juu kwamba hawatocheza mchezo wa dabi kwa tarehe yoyote itakayopangwa na bodi ya ligi. Aidha wamesema kuwa hawana imani na viongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi kwa madai kile wanachokiita kudharauliwa kwa klabu yao. Akitoa tamko la wanachama na wazee wa klabu ya Yanga visiwani Zanzibar, naibu katibu wa tawi la Yanga WhatsApp Salum Mohamed Stika amesema kuwa hawapo tayari kucheza mchezo wa marudiano dhidi ya Simba kwa tarehe itakayopangwa na kuwataka viongozi wao kutokubali suluhu ya aina yoyote. Salum Stika huyu hapa anathibitisha taarifa hii. Msimamo wa Yanga Zanzibar juu ya sakata la kuvurugwa kwa mechi baina ya Yanga na Simba ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 na kauli za kejeli za ndugu Wallace Karia. Sisi wanachama wa Yanga Zanzibar tunaamini kuwa kuhairishwa kwa mechi ya tarehe 8 si maamuzi ya bodi, bali ni maamuzi ya Simba walioyatoa saa 8 usiku. Hivyo bodi la TFF wanaendeshwa kwa matakwa ya Simba, kitu ambacho ni hatari kwa mpira wetu. 2. Tunaunga mkono tamko la uongozi wa klabu ya Yanga la tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 kuwa klabu yetu haitocheza mechi yoyote ya marudiano na Simba kwa tarehe itakayopangwa na bodi ambayo hatuna imani nayo kwenye ligi ya mwaka huu. 3. Tunautaka uongozi wa Yanga kuto kukubali suluhu na nasaha yoyote kutoka kwa TFF itakayoitaka Yanga kukubali kucheza mechi na Simba iliyohairishwa, na tunaiunga mkono Yanga hata kama itashushwa daraja. 4. Sisi wanachama wa Yanga, wapenzi na wapenda soka wa Zanzibar, tunamtaka ndugu Wallace Karia aombe radhi juu ya kauli za udhalilishaji wa viongozi wa vilabu vya mpira nchini Tanzania na hasa viongozi wa klabu ya Yanga. Viongozi hawa wa vilabu wanaziendesha hizi timu katika mazingira mazito na wanatumia muda na akili nyingi sana ili kuyaona mafanikio anayojinasibu nayo leo. Naam, huyo ni Salum Stika, naibu katibu wa tawi la Yanga WhatsApp kule Zanzibar, akieleza kauli hiyo imeungwa mkono na wanachama pia wa Yanga kule visiwani Zanzibar. Sisi wana Yanga wa Zanzibar tunachotaka kanuni. Kuwe na mwongozo, kusiwe na mwongozo na namna nyingine, kanuni na mwongozo wake. Hamna lingine. Hakuna busara kama Makombora alivyosema. Hakuna namna nyingine. Waandishi wenzangu kwa nuhusi au kwa kutojua wamekuwa wakijadili sana vitu ambavyo havina mashiko. Sababu ya kwanza ambayo ilitoka tarehe 8 haina mashiko ya mchezo kutochezwa, wala hizi sababu ambazo wamezikana jana kwa leo hazina mashiko. Si rushwa, si vitisho, si usalama. Mpira hukuwa hapa. Mpira unakotokea mnajua, lakini mpaka kumefanyika mapinduzi ambayo yeye leo anajinasibu nayo. Hivi tujiulize, haya mapinduzi yanayopita akajinasibu nayo ni ya kwake kweli? Ni vilabu. Kama huna kilabu imara, huna kilabu chenye uwezo wa kuwa na mikakati imara, manake ni kwamba hata timu yako ya taifa nayo inakwenda kuwa bogus. Sasa kinachotuuma ni kwamba anazifanya klabu zetu kupitia wawekezaji wetu, kupitia wataalamu wetu, kwamba ni watu wanokaa kama vile wanacheza mdako. Hii inatuuma. Sasa sisi tunataka tumwambie kwamba ule mchezo ule ule tutamchezesha yeye. Hao ni wanachama wa klabu ya Yanga huko Zanzibar. Lakini mimi ninachoshukuru tu kitu kimoja, ndugu zetu wa Zanzibar ogopa sana akisema kauli moja na muachia Mungu. Bahati nzuri hawajasema hajamwachia Mungu. Yapo kwenye uwezo wao. Ukiona anasema bana inshallah mimi namwachia Mwenyezi Mungu, mkamate mwambie Mungu ahusiki kwenye ugomvi huu. Nimegombana na wewe tumalizane. Umeona tu anakuambia bana inshallah si tunamwachia Mungu. Sasa wewe mtafute. Mwambie Mungu kwenye ugomvi huu hahusiki, mimi na wewe tumalizane. Bahati nzuri hawajatamka. Ni jambo jema. Na mimi kama ningekuwa kwenye nafasi ya Engineer Hersi kama rais wa klabu ya Yanga, ningejikuwa najipiga kifua, kumbe wanachama nao. Wanachama nao. Kwamba klabu inapendwa. Watetea nembo. Kabisa kwa staili hiyo. Watetea wewe kama ndio kiongozi wa klabu. Sio jipiga hapa kwa matamko kama haya. Kumbe vile klabu inapendwa. Kila kukicha matamko yanatoka. Kukicha matamko. Umeona bwana, na kongole kwa viongozi wa matawi. Unaona iftari leo Jangwani pale. Na hawajazungumza lolote viongozi wa matawi. Wale Alhamisi kesho
nao na jambo lao kesho. Ratiba yao wale kesho. Wanapasha kupita iftari leo. Wale ratiba yao kesho wataongea. Labda kwanza tuanze chokoza mada yetu Biko. Kwanza kuna hiyo issue yani kwamba kuna vitu vimeathirika au vimeathiri kwa kuto kucheza. Ligi yetu imeathirika pakubwa sana. Weka vizuri basi Biko, wewe sema kusema hapo. Pakubwa mno. Kwa maana ukiangalia katika maeneo mawili ambayo yameathirika zaidi ni eneo la utawala na eneo la kibiashara. Tukianza katika eneo la utawala, kwa kifupi ni kwamba kama unavyojua Alex, dabi ya Kariakoo moja kati ya michezo mikubwa zaidi katika ligi ama katika nchi yetu, lakini ndio michezo ambayo inavuta kwa ukaribu biashara na hisia za watu wengi. Kwa hiyo kutofanyika, maana yake mamlaka zimeshindwa kuulinda kama mchezo muhimu na mchezo mkubwa. Kwa hiyo katika eneo la kiutawala, mamlaka zimeshindwa kulinda hii tunu, na kushindwa kulinda tunu maana yake unapoteza hali ya imani mbele za wanajumuiya, especially wadau wa soka. Na ndio maana mijadala mikubwa kwamba viongozi wa either wa bodi ama TFF kuanzia mamlaka kuu, watu wanaamini kushindwa kuilinda dabi, wanatakiwa watupishe watu wenye mawazo mapya na kulinda tunu na mpira wetu kwa ujumla, wanaweza kuja wakaleta tafakuri mpya. Lakini katika eneo la kibiashara ambalo ndio eneo la msingi zaidi katika picha kubwa ya mpira wetu wa Tanzania, lenyewe moja kwa moja liliathirika kwa kuanzia kwanza kwa mteja mwenyewe ambaye ni shabiki wa soka. Mijadala mikubwa imekuwa ni yule mshabiki aliyekwenda uwanjani, aliyesafiri na kutaka kwenda kutazama mechi ile live, ambayo kwa picha ya kawaida mara nyingi pengine wangefika watu 60,000 peke yake. Lakini ukiangalia katika muktadha mkubwa, kuna eneo kubwa la biashara linalomhusu mshabiki limeathirika kwa ule mchezo kutokufanyika. Kuna watu wenye mabao walijiandaa kwa ofa maalum, kuna watu wenye vibanda umiza. Broadcaster wa ligi alifanya promotion kubwa kwa ajili ya mchezo huu. Watu walilipia vingamuzi, watu walinunua na kulipia vile vifurushi, si ndivyo? Kwa hiyo eneo la mteja ambaye ni mshabiki, mteja wa mwisho kabisa, aliathirika katika eneo kubwa, kwa maana hisia zake katika mapenzi ya mchezo zilikatishwa tamaa. Ni kama alinyanyasika kihisia kutokana na ule mchezo kutokuwepo. Lakini Yanga na Simba kwa pamoja zilikuwa zinajumuisha kampuni ama taasisi za kibiashara 16, yani wadhamini wa Simba na wadhamini wa Yanga kwa timu pekee, timu tu wadhamini walau 16 walikosa haki yao katika kilele cha mechi ya mwisho wa msimu katika ligi. Lakini sio hivyo tu, mdhamini wa ligi kuu ambaye naye anaamini ukupote huwa anapiga mark time, kwa sababu hizi timu zinacheza kwenye kiwanja kidogo cha kuchukua mashabiki chini ya mashabiki 5,000 pale KMC. Maana yake unapokuja kupull up audience ya watu 60,000, maana yake na wewe unakuja katika kilele cha kufanya activation zako na biashara yako on ground, lakini pia kwenye televisheni. Na nikwambie tu, jana nilikuwa naongea katika hii discussion, nilikuwa naongea na jamaa mmoja, sitotaja jina lake kwa kumuhifadhi, kwa maana kwa ethics za kazi yake. Akawa ananiambia wenyewe waliisha nunua matangazo, sio wadhamini wa ligi wala sio wadhamini wa Simba na Yanga, lakini wakati kuna ile live broadcast inafanyika, huwa kuna zile squeeze back, kuna yale matangazo ya half time na vitu kama hivyo. Okay. Walikuwa wameisha lipia, lakini mchezo haukufanyika, si ndio? Maana yake kwanza hawaiamini tena biashara kwa namna anavyoongea, kwamba hafikirii tena kwamba wataingia kwenye kuwekeza mpira wa Tanzania ama kutumia platform ya mpira kuweza kujitangaza, kwa sababu ni kitu ambacho hakina guarantee. Maana watu wake ni kama watu wake makanjanja. Haina guarantee, yani yote inaweza likatokea. Ndio tasnia ya kikanjanja, yani ya ujanja, kwa sababu
kama tunaandaa ratiba ya msimu na tunasema mechi itakuwepo tarehe 8 asubuhi mechi inaahirishwa, maana yake nyinyi hamkuweza kuwa mmejiandaa. Lakini pia eneo lingine nyeti Alex, ambalo linajumuisha katika mfumo wa kibiashara ni muundo mzima wa kiusalama. Sote tunafahamu ili mechi ichezwe katika pre-match kunakuwa kuna watu wa usalama, kwa maana jeshi la polisi ambao ndo custodian mkubwa wa usalama. Kunakuwa kuna zima moto pale, si ndio? Lakini pia watu wa afya wanakuwepo kwa maana ya kulinda afya za mashabiki na wachezaji. Inapotokea hatari yoyote, lazima haya maeneo matatu yakupe tahadhari. Kwa mfano, watu wa afya wakwambie kutokana na hali iliyopo na mlipuko wa homa monkeypox, hatutakiwi mkusanyiko, mechi hii yairishwe au ichezwe bila mashabiki, au mashabiki waingie 30 waache gap la siti moja, si ndivyo? Jeshi la polisi likwambie kuna hatari ya vurugu, na sisi kama jeshi la polisi tutashindwa kudhibiti hizo vurugu, basi mechi iahirishwe. Kwenye barua ya bodi ya ligi kuna viashiria vya rushwa. Je, TAKUKURU alionyesha wasiwasi? Sasa mpokea taarifa anaweza akawa na hayo majibu. Inawezekana TAKUKURU alipeleka hivyo vitu, inawezekana jeshi la polisi lipeleka taarifa, bwana tunachokiona hapa watu wamezuiwa, kesho ikija hapa tutakuja malipizi ya kisasi, uvunjifu wa amani utatokea. Kwa hiyo ndio maana nakwambia, kwa mfano Alex, kamishna wa TAKUKURU amenukuliwa kwamba na wenyewe hawajafikishiwa taarifa ya uwepo wa viashiria vya rushwa. Kwa hiyo ukiwa na biashara yenye muundo kama huo ambayo inapoteza imani, maana yake kutakuwa kuna drop out ya biashara nyingi na pesa nyingi ambazo zilikuwa zinaingia kwenye mpira kwa sababu ya kukosa imani ya